Matumizi ya mitandao ya kijamii sio mabaya, lakini matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii ndio mabaya. Na vijana wengi wamekuwa wakitumia mitandao ya kijamii vibaya, na jambo hilo linawapelekea watu wengi kuona kwamba ile hali ya wao hata kutengeneza umaarufu kwenye mitandao ya kijamii inaonekana kama ni kitu kibaya. Kwa sababu vijana hao kuonekana ile kutaka umaarufu inawaathiri kisaikolojia. Wengine wanafikia hata hali ya kutekua, kupata wasiwasi, kupata sonona, na wengine mpaka kupelekea kutaka kujiua. Kwa hiyo ndio maana tunaweza tukasema kwamba matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii yana madhara makubwa kwa vijana wanaochipukia kutengeneza umaarufu. Unawazungumziaje hawa vijana ambao wao wanatumia mitandao ya kijamii kwa muda mwingi kufuatilia vitu ambavyo viko nje, tuseme nje ya uwezo wao? Kwa mfano wale wanaowafuatilia labda wasanii wa muziki, na wao wanahitaji kufika kama wale wanahitaji kuwa kama wale pale. Unawazungumziaje kisaikolojia? Kwanza kabisa vijana wanaotumia mitandao ya kijamii kwa muda mrefu au kwa sana inawaathiri kwa namna moja au nyingine kisaikolojia, kwa sababu kwanza kabisa vijana hao wanakuwa mara nyingi wanakosa usingizi, na kukosa usingizi ni dalili kubwa sana ya magonjwa ya afya ya akili. Kwa sababu unakuta kijana amekaa mtandaoni usiku mzima, hajalala, asubuhi anaambukia kwenye shughuli nyingine. Ile ni wazi kwamba ni athari kubwa ya kisaikolojia. Lakini kama nilivyosema mwanzo, ni wazi kwamba vijana wanaokesha mtandaoni na kutaka kuwa kama watu fulani inawatengenezea hali ya wao kufanya vitu ambavyo viko nje ya uwezo wao. Mara nyingi vijana wanajikuta wanaweza kuiba, wanajikuta wanajiingiza kwenye makundi mabaya ili mradi tu waweze kufikia level ambayo wale watu wanaowaona maarufu kwenye mtandao wamefikia, jambo ambalo linawapelekea wanajikuta wanaangukia katika makundi mabaya. Je, una ushauri gani au unawafikiriaje wale vijana ambao wanatumia muda mwingi kwenye mitandao ya kijamii, lakini kile anachokitazama au anachokiona kwenye mitandao ya kijamii sio uhalisia? Hiyo inamwathiri vipi katika utendaji wa kazi yake kiakili? Mara nyingi vijana hao wanakuwa wanaangukia katika swala zima la yani kwanza pale wanakuwa kama vile wanafanywa manipulation. Yani wanakuwa kama vile vile vitu vinavyoonekana kwenye mtandao ambavyo havina uhalisia, na kijana anakuwa hajui, na mwisho wa siku kwa vijana kwa kutokujua sasa inawapelekea kama nilivyosema mwanzo, wanafanya kazi ya ziada. Wanaishughulisha akili yao kwa ziada ya pale ambapo akili yao inapaswa kufanya kazi, na mwisho wa siku wanajikuta wanaanguka kwenye stress. Na wakishaanguka kwenye stress, mwisho wa siku wanajikuta zile stress zinaenda kuangukia, zinapokuwa zinajaa au anakuwa na ule msongo wa mawazo, unapokuwa unajaa unaangukia kwenye maisha yao ya uhalisia. Ndio maana unakuta kijana anakuwa, kwa sababu ametamani kuwa na shape ya mtu fulani, na ule mtu inawezekana pale ametumia AI lakini hajui, mwisho wa siku anajikuta sasa anaangukia kwenye vitendo labda vya kutafuta pesa na kwenda kutengeneza mwili. Mwingine anajikuta labda anaangukia katika, unakuta watu wengine wanatangaza magari, wanatangaza vitu vizuri, unakuta kijana naye hana pesa za kufanya vile, anajikuta anaangukia kwenye kufanya vitendo viovu ili kuweza kupata pesa za kufikia lile lengo la kama kijana aliyemuona kwenye mtandao. Lakini ni wazi kwamba vingi vinavyoonekana kwenye mtandao vingine vinakuwa havina uhalisia. Kwa hiyo vijana, uwe unachuja vitu ambavyo unaviona kwenye mtandao, sio vyote unatamani kuwa kama vile. Unafikiri kutokana na athari ambazo anazipata kijana kupitia mitandao ya kijamii, inaathiri vipi jamii inayomzunguka? Sawa. Kijana ambaye anakuwa amepata madhara au ameathirika kutokana na mitandao ya kijamii, labda alitamani kufikia lengo fulani na hajafikia, jamii inayomzunguka inaathirika kwa namna tofauti. Kwanza kabisa, anaweza akajikuta kijana yule ameanguka katika madawa ya kulevya. Mwisho wa siku anayeathirika pale ni wazazi wake, pia wanaweza kuathirika. Lakini pia jamii ambayo ilikuwa inamtegemea kijana yule labda afanye kitu fulani katika jamii, alete matokeo chanya katika jamii, aweze kuleta production katika jamii, anakuwa inashuka. Lakini kijana yule atakapoanguka kwenye sonona ambao ni depression, kijana yule atajikuta mood yake iko chini. Itakapokuwa chini atashindwa kujishughulisha na shughuli zake za kila siku. Mwisho wa siku pia production katika jamii itashuka. Lakini pia kijana yule katika jamii yake inayomzunguka, baada ya kushindwa kufikia lengo fulani, anaweza akajikuta amefanya vitendo ambavyo sio vizuri, kama vile anaweza akabaka,
anaweza akaua, anaweza akajikuta labda ameanguka kwenye magonjwa makubwa ya akili kama schizophrenia, bipolar na magonjwa mengine. Lakini pia kijana huyo anaweza akajikuta ameanguka kwenye matumizi ya vileo au kufanya vitendo vya ukabaji katika jamii yake, kwa sababu alikuwa anatarajia labda awe kama Diamond. Mwisho wa siku hajawa kama Diamond. Anachotakiwa kukifanya yeye ni kutafuta pesa aweze kununua gari nzuri kama Diamond, ndio akili zake zinavyomtuma, lakini hajafikia. Mwisho wa siku anaweza akajikuta ameanguka katika ukabaji, na hiyo ni athari kubwa katika jamii yetu. Natamani kujua kama ungepata nafasi ya kukutana na kijana ambaye amepitia changamoto hiyo, wewe ungeweza kuongea naye kuhusu nini labda? Sawa, sisi kama wataalamu wa afya ya akili, hususan mimi mwanasaikolojia, kwa mtu ambaye labda anakuwa ameanguka katika swala la kupenda mitandao ya kijamii kupitiliza, ile tayari ni addiction, maana yake atakapokuja kwangu kuna therapy ambazo tutazitumia katika kumuokoa katika ile hali. Lakini kama atakuwa katika kufanya assessment, ataonekana kabisa kwamba kutokana na ile mitandao ya kijamii imempelekea kupata ugonjwa fulani, kwa sababu sonona ni ugonjwa tayari, anxiety ni ugonjwa ambao ni wasiwasi, ni ugonjwa tayari, angekuwa na suicidal thoughts ni dalili za ugonjwa tayari. Kama atakuwa ameangukia huko, maana yake atakutana na daktari wa magonjwa ya akili ambaye atampa dawa. Kama ni depression, maana yake mood yake imeshuka, atampa dawa ambayo inaitwa mood stabilizer, itapandisha mood yake katika stage level ambayo anaweza akapata pia therapy za kumsaidia yeye kuweza kucope na mazingira na kumfanya yeye kuwa na mawazo chanya, kwa sababu anapokuwa tayari ameshaathirika na ile mitandao anaweza akawa na mawazo hasi kuhusiana na mitandao yenyewe. Msaikolojia anachoweza kumsaidia pia ni kumrudisha katika mawazo chanya, na kama ilivyo kuna paracetamol, kuna dawa tofauti za magonjwa tofauti. Hata kwa msaikolojia ziko dawa ambazo kwa kitaalamu tunaziita therapy, na ziko za aina nyingi, na anasaidika mtu huyo, anasaidika na anaweza kuendelea na shughuli zake kama kawaida.